Ich selbst schaue im Mai dieses Jahres auf genau 20 Jahre. Mimi mwenyewe naangalia mwezi wa 5 wa mwaka ule, kuna miaka 20 ambayo imekwisha kupita wakati nilipoacha kutumika. Mwisho wa mwezi wa 4 mwaka 1966. Tarehe 8, tarehe 9 na tarehe 10 ya mwezi wa 4 nilikuwa huko Marekani na niliangalia nikaona gisi ndugu Branham alikuwa akizikwa. Ilikuwa ni tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 1966, siku ambayo siwezi kusahau. Siku ya kwanza ya juma, tarehe 10 mwezi wa 4 ilikuwa ni Pasaka. Nilikuwa huko ndani ya kanisa na hali yote ilikuwa ni ya huzuni, ilikuwa ni kilio. Kulikuwa hakuna kitu kinachofanana na ufufuko na kinachofanana na furaha. Lakini wakati niliporudi ndani ya chumba cha hoteli, na sio ndani ya hoteli, lakini kwa ni chumba ya hoteli kidogo, motel, na hapo ikasemeka ndani ya moyo wangu, nikaambiwa ndani ya moyo kwamba wakati wako umekuja kwa ajili ya kugawa chakula. Mnaweza kuwazia ni kitu gani chofanyika ndani yangu? Ni kusema neno linalosikilikana la Bwana la tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 1962 ikakuja ndani ya mawazo yangu, na yale ambayo niweza kuambiwa tarehe 3 mwezi wa 12 wa mwaka ule moja, mwaka 1962 tarehe 3 mwezi wa 12. Na hapo mambo hayo yote ikanijia. Mnajua kwamba kila mwanzo wote ni mgumu. Nilirudi, kitu cha kwanza ambacho nilifanya, niliweza kuacha kazi, na hakuna mtu alikuwa akijua namna gani mambo yangepasha kuanza au namna gani yangepasha kuendelea. Lakini kwa neema ya Mungu tunaweza kutoa ushuhuda huu ya kwamba Bwana kwa namna ambayo siyoweza kulinganishwa alikuwa pamoja nasi, na pia neno lake liweza kuchukuliwa mpaka kwenye mwisho wa dunia. Natazama sasa, kuna zaidi ya inchi 90 ambayo nimekwisha kutembelea, na kuna inchi nyingi ambazo nimekwisha kutembelea mara zaidi ya mara moja, akose kama vile Uhindi akose mara 20, na sio tu ndani ya miji fulani, lakini weza kuingia katika nchi hizo tofauti, na nitafanya hivyo tena kwa sababu ya nafsi za damani ambazo zimekwisha kusikia neno, ambazo zimekwisha kuokolewa, ambazo zimeamini, zimekuja kwa imani. Na hivyo sasa naweza kuangalia nyuma na kusema hii kweli ilikuwa ni lazima sana. Itakuwa ni mavuno kubwa ambayo itakuwa karibu na Bwana. Ninaweza kuingia katika maelezo mengi, lakini wakati njema ndani ya maisha yangu ilikuwa katika mwaka 1968 mpaka mwaka 1978, wakati pokuwa na vipindi vya radio huko Luxembourg. Ilikuwa ni lazima sana, matafsiri hapa, safari kule, barua kule, maandiko kule, mahubiri na vipindi vya radio ndani ya ndege, na hapo niweza kuandika pia shahiri fulani na kuweza kupokea wazo na kutayarisha vipindi vya radio. Ilikuwa ni wakati ya ajabu sana, kushuka katika ndege, kuhubiri, kwenda, na ningeweza kuhitaji kuweza kuwa tena uwezo nyingi ya kuweza kusema hata pia katika lugha nyingi na kuchukua neno la Bwana, na kama ikiwezekana katika lugha nyingi kuweza kuihubiri katika nchi nyingi. Na hivyo itakuwa hivyo katika mapenzi ya Mungu, yale yatafanyika. Mambo yote inawezekana kwa mtu ambaye anayeamini. Na nakumbuka kuhusu yale ambayo ndugu Branham aliyoweza kusikia wakati alipokuwa huko, alipokuwa ngali hai, alichukuliwa ndani ya paradiso, na huko aliona hiyo kundi iliyokuwa kivaa mavazi meupe wote, na hapo sauti kamwambia ya kwamba kama haungeliweza kuja nasi pia hatungeliweza kuwa hapa. Paulo aliandika kwa Waroma sura 10 namna gani watu wanaweza kusikia kama hakuna mtu anayehubiri, na namna gani mtu anaweza kuhubiri kama hakuweza kutumwa na Mungu. Na hapo tuna neno hili ajabu katika andiko ya kwamba yule aliyetumwa na Mungu
anahubiri neno la Mungu, anasema maneno ya Mungu, nasi hatutaki kitu kingine na tuhitaji kitu kingine na tuna kitu kingine ila ni neno takatifu lisiloshindwa na la damani la Mungu, na hilo ndio tunataka tuweze kuchukua na kulihubiri kwa uaminifu mpaka Bwana aweze kuja. Tunahitaji moja ni kwamba na watu wengi waweze kuja, waweze kuchukuliwa kwa Bwana na waweze kuishi msamaha wa dhambi zao na waweze kupokea neema ya Bwana na kupokea uzima wa milele, na hivyo sasa pamoja nasi tuweze waweze kumaliza umilele pamoja. Nitaka niweze kusoma neno la nabii Yeremia. Nitaka kusoma shairi 2 au 3, lakini mbele ya kufanya hivyo ningetaka niweze kusema kuhusu yale ambayo ndugu Rusi ya kuweza kusema shahiri. Ilikuwa ni Zekaria sura 10 mstari wa kwanza. Ombeni Bwana mvua kwa wakati wa mvua ya nyuma na ya kwanza. Mvua ya kwanza na ya nyuma yao ya mwisho. Tunajua kwamba tunaishi katika wakati huu, wakati ambayo Mungu katika wakati ingine mara moja anataka aweze kuleta uzima ndani ya yote, lakini ni lazima sana tuweze kujivua kutoka mizigo yetu ambayo nayo tulemelea, tuweze kujitengana na yote nayo tuzuia, na tuweze kupokea akili au namna tabia, tuweze kupokea tabia ya watu wa Afrika, waweze kuwa huru na walio huru na wa furaha, waweze kusikia kuwa uhuru, waweze kushukuru kwa Bwana kwa ajili ya yote ambayo alishakafanya, na katika imani tunaweza kusema ya kwamba atafanya inayobaki, ataweza kutenda na kuumba ndani mwetu inayobaki. Ndani ya nabii Yeremia kwenye sura 20 ninasoma mstari wa 9. Yeremia sura 20 mstari wa 9. Nami nikisema sitamtaja wala sitasema kwa jina lake, basi uko moyoni mwangu kama moto unaowaka, umefungwa katika mifupa yangu, nami nimechoka kwa kujizuiza wala siwezi. Watu wa Mungu, manabii wa Bwana, wale wote waliokuwa wameitwa na yeye ili waweze kutangaza neno lake, walikuwa hawana maamuzi yao wenyewe. Mungu alikuwa amekwisha kuwaita, alikuwa amewatuma na kuwapatia kazi yake na kuwafunulia neno lake na mapenzi yake. Watu hao wapende au wasipopenda, wangelipashwa kwenda, wangepashwa kuzungumuza, ni kusema kwa jina la Bwana. Na hiyo kitu moja iko hivyo hivyo kwa ajili yetu ndani ya siku hizi. Mara nyingi nikiweza kuhitaji tuweze kuona mambo yote yaweze kuwa imemalizika na tuweze kuwa karibu na Bwana, lakini kama tunawaza ya kwamba Mungu ataweza kuongeza tena watu wa taifa lake, na kama anataka atutumikishe kwa ajili ya hiyo, na hapo sasa haiwezi kuwa kose mimi, lakini wote wanapaswa kuwa tayari kuweza kuwa kwa upande wa Bwana kweli kweli. Nyote ambao mlioweza kutakasia maisha yenu kwa Bwana, museme hiyo au muiwaze kama vile mnavyotaka. Kweli uzima unaweza kuwa na faida kama hauwezi kuwa uliweza kuishi kwa ajili ya Mungu. Kweli uzima au maisha inaweza kuwa ina maana kama haiwezi kuwa uliweza kuishi kwa ajili ya Mungu. Kama sio hivyo, itakuwa ni maumivu kubwa sana inayoambatanishwa na huzuni. Maisha au uzima ambayo unaweza kuishi pamoja na Mungu kwa ajili ya Mungu inakuwa na lengo na sababu, na ndio ni adamani sana kama unaweza kuwa uliishi kwa ajili ya Mungu. Nabii anaandika hapa, nami nikisema sitamtaja wala sitasema tena kwa jina lake, basi uko moyoni mwangu kama moto
unaowaka umefungwa katika mifupa yangu, nami nimechoka kwa kujizuiza, wala siwezi. Shairi ya pili ambayo nikitaka niweze kusoma ya Yeremia sura 15 mstari 16. Yeremia 15 mstari 16. Maneno yako yalionekana, nami nimeyakula, na maneno yako yalikuwa furaha kwangu, au agizo zako likuwa furaha kwangu na shangwe ya moyo wangu, maana nimeitwa kwa jina lako, e Bwana Mungu wa majeshi. Ni neno gani hapa la ajabu! Kila wakati wote agizo zako nilizozipewa nilifanya kuwa chakula changu. Yesu alisema ndani ya Injili ya Yohana ya kwamba chakula changu ni kufanya mapenzi yake yeye ambaye aliyenituma. Chakula chako ni nini? Chakula changu ni nini? Chakula changu cha kiroho ni neno la Mungu, na sio tu chakula kama vile maneno, lakini ndani ya matendo. Tunapofanya yale ambayo Bwana aliyosema na aliyotuagiza ndani ya neno lake, na kufanya yale aliyokuwa akisema, hiyo ndio chakula chetu. Kila wakati maagizo yako niweza kuipewa, nikaifanya kuwa chakula changu, au maneno yako. Mtu anahitaji chakula, anahitaji pia mkate, lakini hapa mtu hapa agizo ya Bwana inatolewa, akasema, mtu wa Mungu akasema kwamba ikafanywa kuwa chakula chake. Mtu wa mwili anaweza kutikisa kichwa na kadena na njia yake na kusema, oh, mimi haya siyaelewi, sijui unayosema hapa. Lakini wakati tunapokuwa tumeishi Bwana binafsi na Mungu anapokuwa uhakika kwetu wa kila siku, na hapo sasa neno lake linakuwa kwetu kama vile kweli ya kiungu. Na hapa Yesu alikuwa akisema hapa ndani ya Kumbukumbu la Torati ya kwamba pia mtu ashikwa mkate tu, lakini kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Neno la Bwana lilipewa, tuliweza kulipokea likifunuliwa hapo hapo, nasi kupitia neno tunakuwa na uhusiano pamoja na Mungu na neno lake, na sio anga ya nje ambayo inayofunika wanadamu kama vile zehebu. Lakini ndani ya mioyo yetu tuliweza kuguswa na neno la Mungu. Mungu kupitia neno lake akatuzungumzia, nasi tunakubali hiyo, tukapata uhusiano pamoja na yeye kupitia neno lake na roho wake, na neno lake, agizo zake nazo ziliweza kugeuka kwetu kuwa chakula chetu, na agizo zako zilikuwa kitu zuri sana kwa moyo wangu. Basi acha katika siku zetu hiyo igeuke hivyo kwa ajili ya kila mmoja wetu, ili neno la Bwana yote aliyoagiza, yote aliyoshurutisha, au agizo zake zote zigeuke kwetu kuwa chakula cha kiroho, na tena hata zaidi ya hiyo. Maneno yako yalikuwa furaha kwangu na shangwe ya moyo wangu. Kuna watu wanaofanya hivyo kwa hata kwa maumivu. Wakati Bwana anaposema kwamba kujeni kwangu, muniamini, mshache mubatizwe, muniamini, hapo wanakuwa na mashaka, hawana furaha ya kufanya hivyo. Lakini kama tunaweza kuishi Mungu, na hapo mambo yote yanabadilika. Kama tunapokea neno lake ndani ya mioyo yetu, na kama linaweza kugeuka ndani mwetu, zinazaa ndani yetu kama vile chakula, nasi tunaweza kusema kwamba maneno yako au agizo zako ziliwa furaha au shangwe kwa moyo wangu, kwa maana niliitwa kwa jina lako, e Bwana Mungu wa majeshi. Tuliitwa kwa jina gani? Tunajitaka kwamba sisi ni Wakristo, ndiyo, lakini kuna wengi wanaojiita kwa namna hiyo kuwa Wakristo, lakini tulibatizwa ndani ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo,
tunachukua jina lake, tunafungwa kwake na neno lake na jina lake pamoja nasi. Bila yeye na bila neno lake hatuwezi kuishi. Maneno yako ilikuwa furaha na shangwe kwa ajili ya moyo wangu. Yeremia 15 mstari wa 16 sehemu ya pili. Tunaweza kusema nini sote? Kweli maagizo zilizotolewa ndani ya neno la Mungu zimegeuka kuwa kwetu furaha na shangwe kwa mioyo yetu. Ilikuwa hivyo au tunaisikia kama vile ni mzigo au nira inayokuwa juu yetu? Mzigo au nira ambayo inayotufunga, inayotulemelea, na kisha hatuwezi kutembea kama vile tunavyohitaji kutembea au kuendaenda kisi tunavyoenda. Hapana, tunataka katika imani tuweze kuipokea ndani yetu. Maneno yako ama agizo zako zilikuwa furaha na shangwe kwa ajili ya moyo wangu. Watu ambao wanaosikia neno la Mungu na wanaoliamini na wanaoelewa ya kwamba wokovu wao inalingana na maneno na neno hili, na sio yale ambayo unayosikia tu, lakini wasio tu wanaosikia tu neno kwa bure, lakini waweze kuliweka katika matendo. Na ndani mwao sasa neno hili linageuka kuwa furaha na shangwe ya moyo, na wanaona ndani ya hiyo ya kwamba Mungu aliwafanyia neema na aliwakokota kwake, aliwavuta kwake, na hivyo sasa anaweza kufanya mwanzo mpya pamoja naye, au wanaweza kufanya mwanzo mpya pamoja naye. Ndani ya Yeremia sura 6 mstari 16, ndani ya Yeremia sura 6 mstari 16, Yeremia 6 mstari 16, Bwana anasema hivi: simameni katika njia kubwa, mone na muulize habari za mapito ya zamani. Ni wapi njia iliyo njema? Mwende katika njia hii, nanyi mutajipatia raha katika nafsi zenu. Oh, neno gani la ajabu hapa! Bwana anasema leo sote, simameni katika njia kubwa, muone na muulize habari za mapito ya zamani. Njia inayonyoroka, njia ya kunyoka, ndugu na dada, njia ya kunyoroka ambayo ndugu na wadada wa kwanza waliopita ndani waweze kuokolewa. Yesu alisema kwamba mimi ni njia, nasi tunapaswa kuangalia na kuuliza njia za zamani au mapito ya zamani. Kuna njia nyingi, kuna mapito mengi ambayo inayoongoza katika upotevu, lakini kuna njia moja ambayo iliyo kweli, ambayo iliyo uzima. Kuna wokovu moja, kuna heri moja, na hiyo yote iko katika Yesu Kristo Bwana wetu. Simameni katika njia kubwa, mone na muulize habari za mapito ya zamani, na mpate njia ya zamani na mtembee ndani. Nikusema njia njema ni ya wapi? Hapa inaandikwa neno kwa neno, ni wapi njia njema au njia ya wokovu katika tafsiri nyingine ndani ya ahadi ya Agano la Kale. Hii hapa ni ahadi ya ndani ya Agano la Kale. Hakuna wokovu ingine inayopatikana ndani ya jina lingine. Hakuna wokovu inayopatikana katika jina lingine la jina lililopewa ndani ya Yesu Kristo kwa ajili ya kuokolewa. Nikusema msimameni katika njia kubwa, na muone na muulize habari za mapito ya zamani, mpate njia na mpate mlango inaoingia katika mapito hiyo. Na Yesu alisema ya kwamba mimi ni mlango, ndiyo njia ya wokovu. Alisema mimi ni njia ya wokovu, njia, kweli na uzima. Yeye ni yote ndani ya wote. Muulize, muangalie, msimame katika njia kubwa na muulize muulize habari za mapito ya zamani. Ni wapi njia iliyo ya wokovu ambayo inapaswa kupita ndani na mtembee ndani? Hiyo ni Injili
ambayo ilikuwa katika Agano la Kale, ujumbe, habari njema ya wokovu ambayo iliweza kutangaziwa na ni katika Yesu Kristo, ndiyo ikageuka kuwa uhakika. Na kisha inasemeka hapa kwa namna ya kimaajabu, kwa kumalizia, ni kusema mtembee ndani, mwende katika njia hiyo, na sio kuiona tu, na sio kusikia ikisemeka kuhusu njia ya wokovu, lakini kama umepata njia ya wokovu, na hapo sasa, kama umeipata sasa tembea ndani, utembee ndani. Yule anataka kufika kwenye lengo anapaswa kuingia kwenye njia, hawezi tu kusimama na kisha kutumainia kwamba atafika kwenye lengo, lakini anapaswa kuendelea kutembea. Mwangalie habari au ni wapi njia iliyo njema, mwende katika njia hii, nanyi mutajipatia raha au pumziko katika nafsi zenu. Neno hili unaweza kulipata ndani ya Mathayo, Marko, ndani ya Luka, ndani ya Injili ya Yohana, pia kose inaandikwa katika mainjili. Yesu alisema ya kwamba kujeni kwangu ninyi nyote ambao mliochoka na kulemelewa, nitawapa pumziko, nitawapatia pumziko kwa ajili ya nafsi zenu. Nira au mzigo wangu ni mwepesi na mzigo wangu ni laini. Ndiyo, hapa tunaambiwa hapa ndani ya neno la unabii, mwende katika njia hii nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Raha katika au pumziko kwa nafsi zenu. Hatuna tu mwili, lakini pia tuna nafsi na roho. Wakati mwili unapochukuliwa katika kaburi, wakati mwili unapochukuliwa ndani ya kaburi, nafsi inakuwa imetoka ndani ya mwili. Na hapo sasa tunataka tuweze kuleta neno hili kwa wale wote ambao hawajaweza kujitakasia kwa Mungu, ambao hawajaweza kupatia maisha yao kwa Mungu, ambao hawajaweza kutambua na kujua hii muhimu ya kuja kwake, na ambao hawajaweza kutambua mambo haya. Mniamini, bila yeye mnaweza kuishi hapa, lakini hamutaishi huko. Kwa upande huo, bila yeye ndani ya mbingu hamwezi kuwa huko. Huko kutakuwa tu wale ambao waliweza kupokea uzima wa milele, uzima wa Mungu, uzima wa kiungu, uzima wa milele, waliokuwa wamekwisha kuipokea wakati wanapokuwa hapa duniani, wale walioweza kuzaliwa upya. Mnaweza kuuliza, siku ya Pentekosti au katika wakati wa Pentekosti kuliweza kuwa mahubiri? Wapendwa, kama kesho tunataka tuweze kuwa na sehemu katika Pentekosti, leo nasi tunapaswa kutengeneza anga au shurti za hiyo mazoezi, ili tuweze ili iweze kuingia ndani yetu na tuweze kuiweka katika maisha yetu utaratibu pamoja naye. Na muweze kuwazia wakati fulani, wandugu na wadada waliweza kuishi hapo kwa mazoezi yao pamoja na Bwana, na sio tu kuhusu usulubishwa, lakini waliweza kumuona kama vile aliyosulubishwa na kufufuka. Lakini maandiko matakatifu yanatuambia katika Matendo ya Mitume sura 1 ya kwamba Bwana katika siku 40 alikuwa pamoja na wanafunzi wake, na aliweza kuzungumza pamoja nao kuhusu maneno ya ufalme wa Mungu. Nasi tunapaswa kuchukuliwa hivyo katika uwepo wa Mungu hapo, na tuweze kufurahishwa na kuguswa na kufurahishwa kama vile alivyokuwa mbele. Nikusema wanafunzi wapo wakati huo Golgotha waliweza kujua kazi yote ya ukombozi, nayo iweze kufunuliwa kwetu kwa ujumla, na tuweze kupenywa na tuweze kuingizwa na kuweza kufurahishwa kwa ajili ya furaha na msamaha ambao tuliweza kupokea. Na hivyo sasa tutaweza kufungua mioyo yetu kwa shukurani mbele ya uso wa Mungu na kuweza kuja, na kisha tuweze kupokea nguvu za Roho Mtakatifu na kuweza kuiishi. Hapa ndani ya Matendo ya Mitume kwenye sura 1, kwanza kwa mstari, Matendo ya Mitume sura 1 mstari wa 2. Matendo ya Mitume sura 1 msemo ya kwanza ya mstari wa kwanza, yote ambayo Yesu aliyofanya. Mstari wa 2 sasa,
kuyafanya na kuyafundisha. Hata siku ile alipochukuliwa juu ya mlima, juu nyuma ya kuagiza kwa Roho Mtakatifu mitume ambao aliwachagua, na nyuma ya kuteswa kwake aliwatokea, akawaonyesha kwa alama nyingi ya kuwa yu hai, akaonekana nao muda wa siku 40 na kusema nao maneno ya ufalme wa Mungu. Hapa ni ushuhuda wa nguvu sana. Watu hawa walisema kweli. Haikukuwa lazima kwao kuweza kutengeneza mahabari, lakini wao wenyewe walikuwa washuhuda wa mateso yake, wa maumivu yake, wa huduma yake, washuhuda wa ufufuko wake, washuhuda wa yale ambayo aliweza kuzungumza nao kupitia mambo inayohusu ufalme wa Mungu, na kisha akawapatia agizo za mwisho na akawatuma na akasema, yule anayewasikia ananisikia na yule anayewapokea ananipokea. Ilikuwa ni kutumwa kwa kiungu ambayo ilikuwa imekwisha kupokea, ili waweze kuleta neno la Mungu kwa wanadamu, kuweza kuonyesha hiyo zawadi ya neema ya Mungu, waikubali au hapana. Hiyo inapaswa kupewa kwa kila mtu. Kuna wale wanaopokea, wanaoamini, na kisha wengine wanakataa mwito wa Bwana. Lakini hiyo kipaji cha neema tunapaswa kuisoma pia, nasi tunaita watu, na sio tu kwa namna ya kindugu, lakini sisi sote tuweze kukubali na kupokea Mwokozi, yeye Bwana. Wale ambao hawajaweza kufanya hivyo, Biblia haina ndani habari, lakini inatoa ushuhuda wa yale ambayo iliyofanyika. Yesu Kristo alishinda kifo, alishinda kuzimu, akashinda kuzimu, na siku ya tatu akafufuka kutoka wafu. Hayo wandugu yetu na wadada wetu kwa mwanzo, juu ya kipimo chote, ilikuwa ikiwafurahisha sana, ikawashika, kama vile Yohana alivyoweza kusema ya kwamba Bwana alikuwa pamoja naye kwenye Yohana alisema kwamba Bwana mwambia kwenye kisanga cha Patimo ya kwamba nilikuwa nimekufa na tazama niko hai na nina funguo za kuzimu na za kifo. Na hiyo ndio waliweza kutuambia katika maneno matakatifu. Wandugu na wadada waliweza kuishi hiyo, wale waliokuwa wamemwona akiteswa na kusulubishwa katika udhaifu wake, lakini katika nguvu zake walimuona kama vile alifufuka katika nguvu zake, ijapokuwa alikuwa akisema ya kwamba nilipewa uwezo wote duniani na kama vile mbinguni. Yeye ana uwezo wote na angali nayo hapa jioni hii. Basi wewe umjipatie, na wewe utaishi nguvu za Mungu na utaishi uwezo wa Mungu, na utasikia kwamba nguvu za Mungu ni kubwa sana kuliko nguvu zote za giza na hizi mamlaka zote za giza za dunia hii, ili tuweze kutumania Bwana na kumtumikia tukiwa tumefunguliwa kutoka nguvu zote. Sisi kama vile wanadamu tunaweza kupokea neema yake na anatuongoza kwake. Bwana alipatia agizo za mwisho kwa wanafunzi wake, na kisha aliweza kunyakuliwa ndani ya utukufu, na kisha inaandikwa hapo hapo kwenye mstari wa 11, wakasema, ninyi watu wa Galilaya, kwa sababu gani mnasimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa toka kwenu kwenda mbinguni atakuja namna hii sawasawa mnavyomwona akikwenda zake mbinguni. Nani katikati yetu anayeweza kushikwa na kufurahishwa na kuguswa na hiyo? Kwa sababu Bwana wetu alizaliwa katika mwili wa nyama na kaonekana kama vile mwanadamu wote, akifunikwa katika mavazi mengine na majani, na kisha baadaye akaweza kupanda mbinguni. Mnaweza kuona hiyo, aliweza kupanda mbinguni na kuweza kutayarisha mahali. Anasema katika Yohana sura 14 ya kwamba wakati nikapokuwa nimekwenda na kuwatarishia ninyi mahali,
ndipo sasa nitarudi ili niwachukue pamoja nami karibu yangu, ili mahali nilipo nanyi muweze kuwa pale. Hatushikwe tu na kufurahishwa tu na kuguswa na yale ambayo Bwana aliweza kutimiza ukombozi, na kwamba tuliweza kupokea neema ya Mungu, lakini pia tunaguswa kwa sababu tangu wakati huu tumeweza kupokea uzima wa milele hapa, na Mungu alisamehe makosa yetu, alitoa makosa yetu na dhambi zetu kupitia Yesu Kristo Bwana wetu, nasi tuliweza kupokea pumziko au raha katika nafsi zetu. Narudia tena, kama leo tunataka tuweze kuishi Pentekosti, tunataka tangu sasa tuweze kuishi nguvu za ufufuko na kuweza kuwa tumepokea neema ya Mungu kwa ajili ya yule aliyefufuka, na tuweze kushikwa na yeye. Inaomba ili mioyo yetu iweze kuguswa, iweze kufurahishwa na Roho Mtakatifu, kwa maana ulimwengu mzima yote iko ndani ya katika nguvu za adui. Madhehebu zote ziko katika nguvu za adui. Yesu Kristo hakutuletea dhehebu, lakini alitufunulia Mungu. Nataka kusema yeye alisema ya kwamba aliweza kusema ya kwamba yule anayeniona ameona Baba, na aliweza kutuletea uzima wa milele, kwa maana inaandikwa hivyo, yule ambaye aliye na mwana wa Mungu ana uzima wa milele. Andiko nyingi tungeliweza kuzisoma na kuzisema. Tunajua maandiko matakatifu inahusu ya kwamba sisi nasi kama vile waamini tuweze kushikwa na kufurahishwa kwa yale ambayo Mungu aliyofanya ndani ya Kristo. Hiyo iweze kutufurahisha sana. Tulikuwa wale ambao waliokuwa wamehukumiwa na Mungu, tungeliweza kufa, lakini yule aliyekuwa hana hatia, yule asiyekuwa na dhambi, bila kosa, alichukua nafasi yetu na malipizi yetu ilimwangukia, ili tuweze kuwa na salama, na kupitia kuumizwa kwake nasi tuliweza kupona. Kupitia nabii Yeremia, kama vile tulivyosoma, Mungu alikuwa amekwisha kutangaza mbele ya kwamba musimame katika njia na mutazame, muone njia ambayo munapaswa kupita ndani, na mutafute hiyo njia ya zamani, hiyo mapita ya zamani, hiyo njia ya wokovu, na njia hiyo ya wokovu tunapaswa kuitafuta, tunapaswa kuipata, tunapaswa kutembea ndani, tunapaswa tutembea kwenye njia hiyo. Sehemu ya mwisho ndani ya shairi hii ni ya lazima sana, nayo pia mutembee katika ndani hiyo, mwende katika njia hii, nanyi mutajipatia raha katika nafsi zenu. Hapa mwisho wa mstari wa 16 ndani ya sehemu ya utangazaji wa Injili inasemaka kila mara ya kwamba wakati Bwana alipokufa kwenye msalaba wa Golgotha, hakugunja mikono yake au hakuweka katika mfuko wake, lakini hapana, hakuigunja kwenye kifua chake, hapana, lakini mikono yake ilikuwa wazi. Akisulubishwa na kupigwa misumari kwenye msalaba, alitaka kupitia hiyo ili atuonyeshe ya kwamba Bwana anatuambia bila hata kuzungumuza ya kwamba kujeni kwangu ninyi nyote ambao mliochoka na kulemelewa, nitawapatia pumziko kwa ajili ya nafsi zenu. Mikono yake tena leo ziko wazi kwa ajili ya ulimwengu uliopotea, na wokovu iko pale, na iko hapo Golgotha, na wokovu iko pale kwa ajili ya wale wote ambao wanayoweza kwa moyo wao wote kuamini. Na hiyo tunaweza kusema, nikirudia tena, Mungu anatuonyesha ya kwamba tunaweza kuamini, tunaweza kumtumainia, tunaweza kukubalishwa, na tunakubalishwa kwamba maandiko matakatifu kupitia Roho Mtakatifu ilivuviwa, na hapa tuna neno la Mungu. Mwende katika njia hii,
Hiyo ndiyo njia ya wokovu, mutembee ndani, na hivyo ndivyo mutapata pumziko kwa ajili ya nafsi zenu. Naamini ya kwamba kila mtu ambaye hajaokolewa ataweza kuiishi tena hapa karibu, kutosheka, kukosa salama iko ndani ya moyo wakati mtu anapowaza yale yanayoweza kufanyika pamoja naye baada ya kifo, na hapo sasa unakuwaka na oga, sivyo? Wakati haujaokolewa. Lakini Mungu wetu asifiwe, kifo ilishindwa, makosa au mashida zilimalizika, na makosa na dhambi zisamehewa. Mtu alizaliwa ndani ya dhambi, lakini hana hitaji ya kukufa ndani ya dhambi hizo. Aliokolewa, makosa yetu na dhambi zetu ziliwekwa juu ya mwana kondoo wa Mungu. Na sasa kama si sote, kama vile waamini, kama vile watu walioamini, kama tunaweza kusifu Mungu, na kama tunaweza kuwa matunda ya yale ambayo Mungu aliyotimiza hapo Golgotha, kama tunaweza kuwa matokeo au matunda ya malipo iliyolipwa hapo, na kama tunaweza kuwa matunda hayo, matokeo hayo, na kuweza kuishi hapa kwa ajili ya heshima ya Mungu, na kila mtu aweze kuwa mahubiri, aweze kuwa barua inaweza kusomewa na watu wote, inaweza kuwa ushuhuda wa mateso, wa kifo, wa maumivu, wa msamaha, wa neema, wa wokovu, wa uzima mpya pamoja na Mungu, ili tuweze kuwa ushuhuda iliyo hai, tukijua kama tunaweza kuwa hivyo, tukijua yale ambayo Mungu aliyofanya huko hapo Golgotha kwa ajili yetu, aliyotayarisha kwa ajili yetu hapo Golgotha kupitia Yesu Kristo. Na waza ya kwamba Mungu ataweza kutuletea shurti au hali, atatuingiza katika hali kwa mwisho, atatuingiza katika hali ambayo kanisa itakayosimama ndani, hali ambayo ndani ahadi zote za Mungu zinaweza kugeuka kuwa uhakika hapa duniani, kama vile ilivyokuwa ndani ya Yesu Kristo, nazo ziliweza kupata utimilifu wake, na ni hivyo ndivyo zitapata pia ndani ya kanisa lake utimilifu wake. Kifo hangeliweza kumzuiza, kwa maana ilikuwa imeandikwa ndani ya Zaburi ya kwamba sitaruhusu na kuacha, sitaacha mpendwa wangu aweze kuharibika na nafsi yake iweze kuibaki katika kuzimu. Lakini shetani ambaye aliyekuwa akitawala huko ndani ya kuzimu, na aliyetaka kutawala katikati ya watu, kama angeliweza kutawala tu kama angeliweza kutawala ndani ya kuzimu tu, dunia yote ingepaswa kuwa katika salama. Lakini aliendelea kutawala hapa duniani. Lakini Yesu Kristo Bwana wetu alimshinda. Mniamini, katika hiyo nayo neno la Mungu nalo litatimilika, ya kwamba adui zake zote watawekwa chini ya miguu yake. Yesu Kristo Bwana wetu ataonyesha ushindi uliotimilika. Kwa mwisho ataonyesha hiyo ushindi ukubwa wa vizazi vyote ndani ya kanisa lake. Nasi tunayamini kwa moyo wote, sisi na taifa lake tunayamini kwa moyo wote. Mungu alituagiza ili tuweze kusimama na kuangalia njia, na tuweze kuona. Leo tunaona njia nyingi, tunaona na miongozo mingi, lakini hapo tuliweza kusikia tuliweza kusikia sauti ya Bwana na tukaona njia ya kweli ni ya wapi, njia ya wokovu ni ya namna gani. Nasi tutasikia kwamba na tukuelewa kwamba Yesu Kristo ndiyo njia na uzima, na yule anampata anapata uzima, yule anampata anapata wokovu na anapata uzima ya ujao. Ndani bila yeye hatuna kitu, bila yeye hatuna uzima, lakini ndani yake kuna uzima na uzima kwa wingi. Lakini tunaweza kushukuru kwa sababu tunaweza kupata njia hiyo kweli, hiyo uzima mmoja, njia ya Mungu
kweli ya Mungu, uzima wa Mungu, neno la Mungu, neema ya Mungu, ufalme wa Mungu, taifa la Mungu. Ni hiyo ndio inahusika ndani ya siku hizi. Mwende katika njia hiyo, na hivyo mtapata pumziko au raha katika nafsi zenu. Basi acha miguu yetu iweze kuwekwa katika njia ya wokovu hapa duniani, ili Mungu aweze kutufanya watu ambao waweza kupokea salama yake na ambao wanaweza kuitangaza kwa wetu, kwa wengine, ili kwa heshima yake iweze kuwa ya kubaraka kwa wengine na uweze kuheshimisha Mungu kupitia imani ndani ya maisha yao, kwa yote ambayo Mungu anayotupatia na ambayo anayotaka kututumikisha ndani na anayoweza kututumisha ndani, na hivyo mtapata raha katika nafsi zenu. Basi acha Mungu aweze kutupatia hiyo salama inayovuka akili yote ya wanadamu kwa ajili ya neema ya Mungu, kwa neema yake. Kuna nyimbo inayosema, wakati salama pamoja na Mungu inapopenya ndani ya nafsi yangu, ndipo sasa moyo wangu na nafsi yangu inasifu na inashangilia. Wapendwa ndugu na dada, warafiki wapendwa, leo jioni hii tunaweza katika ombi la pamoja kuomba Bwana, kumsihi ili aweze kutupatia salama yake kwa upya, atupatie neema yake, msamaha wake, neema yake jioni hii katika wingi wake, tuweze kupokea neema juu ya neema, salama kama mto. Na hivyo ndivyo nyimbo inasema hivyo. Na hapo sasa tunasikia katika nabii Isaya, salama ndani ya mto, na hiyo salama kwa wingi, na uzima tunapata ndani, uzima kwa wingi. Na tunasoma hiyo katika Injili ya Yohana sura 10 kwenye mstari 11. Neema yake na Mungu kwa neema yake aweze kutusaidia ili tuweze kuishi hiyo kwa namna mpya. Naamini ya kwamba iko nyimbo 300, kama tunaweza kuimba nyimbo namba 300, tuweze kuimba kwa moyo ulio wa haki, wa kweli, katika salama pamoja na Mungu inapoweza wakati salama ya Mungu inapopenya ndani ya moyo wangu, ndani ya nafsi yangu. Nasi kama vile waamini, mara nyingi tunakuwa na wingu kubwa inayopita juu yetu, lakini sasa pia tunaweza kurudi tena kwa Bwana, na hivyo sasa tuweze kupokea kutoka kwa Mungu salama kwa ajili ya nafsi zetu, na hiyo wokovu ambayo Mungu aliyotupatia kwa upya, na tuweze kuishi kwa namna mpya, wokovu ya ujao. Hiyo salama ambayo Biblia inatufundisha, hii ndiyo siku ya wokovu, wakati wa kukubaliwa, kama inaandikwa, njia ya wokovu ya namna gani, au njia ya haki ni ya namna gani? Tazama hiyo njia, tazama hiyo mapito ya zamani. Hiyo ndiyo njia ambayo wandugu na wadada wa kwanza waliweza kutembea ndani, njia ya Mungu, njia ya kunyooka ya nabii Yohana mtangulizi, ambaye aliyekuja mbele ya Yesu. Kuhusu yeye inaandikwa ya kwamba mtengenezee Bwana njia iliyonyooka na mapito iliyotengenezwa. Njia ilitengenezwa, tunahitaji tu kuweza kutembea ndani na kuifata. Hiyo ndiyo njia ya wokovu. Turudi kwa Bwana kweli kweli na kwa namna mpya, na kose pia tutaweza kwa namna ya mara ya kwanza tutaweza kuishi pia, tuweze kuishi na kuweza kurudi kwake. Ningetaka niweze kuambia neno hili kwa wale ambao hawajaweza kufanya mazoezi haya. Ningetaka pia kuweza kuambia hiyo kwa moyo wa wote. Muite jina la Bwana, mujaribu hiyo. Muite jina la Bwana kwa vinywa vyenu vyote. Mufungue vinywa kupitia mahubiri, na pamoja nasi Mungu anatuzungumzia. Nasi sasa kupitia maombi tunampatia jibu kwa neno lake. Tunampatia jibu kwa yale ambayo aliyotuambia katika neno lake.
jibu yako itakuwa namna gani? Sema, Bwana mpendwa, mimi niko wako, mimi niko hapa na kuja kwako. Ulifungua mikono yako leo, nataka niweze kuwa salama pamoja na wewe, niweze kupata salama na pumziko ndani ya nafsi yangu. Nataka niweze kuishi na kupokea msamaha wa madhambi zangu na uzima wa milele, na Mungu atatupatia hiyo kwa wale wote wanaoita jina la Bwana kwa neema yake. Jina lake takatifu liweze kusifiwa. Amina. Tuombe. Baba ile mbinguni, ninakushukuru kwa moyo wangu wote, kwa maana ungali naita leo, kwa maana kungali watu hapa wanaoweza hapa katikati yetu wanaoweza kutambua ya kwamba walikuwa kwenye njia pana inayoongoza katika mangamizi, lakini Bwana mwaminifu, wanasimama katika njia na kutazama, wanapata njia yako wewe uliosulubishwa. Wanaona njia mpya, njia mpya, njia ya haki. Mungu mwaminifu, tunakuomba sote pamoja kwa ajili ya sisi sote wale ambao wamenyosha mikono yao. Mungu mwaminifu, umewagusa kwenye moyo kupitia neno lako, umewaita, na nafsi ni ya damani kuliko hata dunia yote nzima. Bwana Mungu mwaminifu, tunakuomba sote pamoja ili waweze kupata njia yako, na waweze kufuata njia, ni kusema kutembea pamoja na Mungu. Oh Bwana, waweze kupata njia hiyo ya wokovu na waweze kutembea ndani, kusema kutembea pamoja na wewe, na waweze kucha kwako, na ndani ya nafsi yao waweze kupata salama na pumziko. Oh Bwana, ngali wakati wa neema, ungali unaita watu, na hapa karibu milango itafungana na mlango utafunga, na hiyo wakati wa neema itakuwa imemalizika na mlango utafungwa. Ndipo watu watakuja na watabisha, lakini itakuwa imechelewa. Mlango huo hautafungulikana tena. Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako takatifu na damani, kwa ajili ya neema yako, kwa ajili ya wokovu, kwa ajili ya msamaha, kwa ajili ya uzima mpya wa milele. Tufanyie neema sisi sote, wale wote waliokamata maamuzi yao sasa, ita wa mwisho kuweza kutoka, ili hesabu iweze kujaa na uweze kurudi, Bwana Mungu wetu. Na sisi sote uweze kutujaza kwa furaha mpya, salama mpya, toka wema mpya na wema wa kiungu uweze kutujaa. Bwana Mungu, tupatie na uweze kutoa ndani mwetu yote inayoweza kuzuiza uhusiano yetu pamoja na wewe. Oh Mungu Bwana mwaminifu, wewe amka juu yetu kama vile jua la haki, na uweze kuja juu yetu kama vile uponyaji na mianga yako, na tunakuamini na tunaamini wokovu ambayo uliotupatia wewe. Mungu mweza yote, Mungu uliye hai, tunakushukuru kwa ajili ya wandugu wote na kwa ajili ya wadada wote ambao walioweza kuongezeka kwa upya kwa taifa lako Bwana. Wewe mwenyewe uweze kutenda na kutengeneza kazi ya ujao ndani yao kupitia neno lako na kupitia damu yako na kupitia Roho Mtakatifu wako. Tunawakupatia na tunawaweka katika mikono yako ndani ya jina takatifu la Yesu. Amina. Tunabaki kidogo ndani ya maombi. Akose kuna watu wamoja ambao walio na mahitaji yao ya kipekee, maombi au mahitaji ya maombi, na kama ni hivyo sasa munyoshe mikono haraka haraka. Wamoja, watu fulani, ndiyo, kuna mahitaji nyingi za maombi. Tunataka tuweze kuomba kwa ajili ya mahitaji. Mbele ya kufanya hivyo, tuombe nyimbo hii inayoitwa amini tu, amini tu, na mkubali katika imani hiyo. Amini tu, yote inawezekana. Oh, amini tu, amini tu.
Amini tu, yote inawezekana. Oh, amini. Yesu yuko hapa. Yesu yuko hapa. Yote inawezekana kwa sababu yeye yuko hapa. Yesu yuko hapa. Yesu yuko hapa. Yote inawezekana kwa sababu Yesu yuko hapa. Bwana mwaminifu, sote pamoja tunakushukuru kwa moyo wetu wote, kwa sababu unashika na kutimiza ahadi zako, na wewe uko hapa mahali ambapo watu wanaweza kukusanyika katika jina lako, na hata kama ni hesabu kidogo, ijapokuwa wewe ulisema ya kwamba mahali wawili wa watatu wanakusanyika katika jina lako, wewe uko pale. Tunakuamini, tunaamini ahadi zako. Wewe uko hapa, unatembea katikati ya viti vyetu. Sasa unaokoa, unaponya, unafungua, unaponya. O Bwana Mungu mwaminifu, uliona mikono iliyonyoshwa, unajua mashida, unajua mashida. Bwana, tunakuomba sote pamoja, ili uweze kushuhudia neno lako, uweze kutukuza jina lako, uweze kujibu maombi na kusihi ya wandugu na wadada wetu. Uwapatie yale ambao walioomba, hayo waweze kuipewa, kwa maana ilitayarishwa kwa ajili yao tangu Golgota. Ilitimilika. Bwana Mungu, tunakubali na tunaiamini kwa imani. Tunakushukuru katika jina takatifu la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Amina, amina. Mnaweza kukaa. Amina.